Katika jina la Yesu ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa neema yako ambayo ni kubwa mno kila siku. Uaminifu wako ambao ni wa milele. Nafasi ambayo umetubarikia kuifikia siku ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye umempatia neema ya kuwa macho siku ya leo. Umempatia neema ya kuwa mshiriki katikati ya maombi haya. Ninakushukuru kwa ajili ya mioyo yao. Ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninakushukuru kwa ajili ya kibali chako Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu ya neema na kibali. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu umetuleta katika siku ya leo salama. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, siku ya leo ninaachilia moyo wangu mbele zako, na kila mmoja ambaye Bwana umempatia neema ya kusimama pamoja nasi katikati ya maombi haya. Mungu, ninakushukuru kwa ajili yao. Ninakushukuru kwa ajili ya familia zao. Ninakushukuru kwa ajili ya nyumba zao. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya hatua zao. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako ambayo imejifunua kuyasaidia maisha yao. Imejifunua kuwapatia hatua. Imejifunua kuwapatia uelekeo. Imejifunua Bwana kuwapatia hatua nyingine za maisha. Mungu, asante kwa uaminifu wako. Mungu, asante kwa kibali na neema yako. Mungu uliye hai, asante kwa rehema zako ambazo ni mpya kila siku kwenye maisha yetu. Neema na rehema zako ambazo ni mpya kila siku kwenye maisha yetu. Rehema na neema yako ambayo ni mpya kila siku kwenye maisha yetu. Wewe umekuwa Mungu wa kutusaidia. Umekuwa Mungu wa kutuokoa. Umekuwa Mungu wa kuyavusha maisha yetu. Umekuwa Mungu wa kuyapatia hatua na neema maisha yetu. Umekuwa Mungu wa kutupatia uelekeo. Baba, asante kwa rehema. Baba, asante kwa neema yako. Mungu uliye hai, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kibali chako Bwana kilichotuleta siku ya leo. Tunajua kabisa ya kwamba uwezo wetu wa kuiona siku ya leo umetokana na wewe. Uwezo wetu wa kuamka na kuifikia siku ya leo umezaliwa na wewe. Asante kwa rehema zako. Asante kwa kutuhurumia Baba. Asante kwa kutusaidia Baba. Asante kwa kuyajenga maisha yetu. Asante kwa kuchagua kutupatia nafasi siku ya leo. Mungu, tunakushukuru. Ni neema iliyoje Bwana kuamka na kuyaona mambo tena, kuamka tena na kukutana na wale ambao Bwana umetupatia katika maisha. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya baraka hii. Asante kwa kuwaweka salama. Asante kwa kuwaweka hai. Asante kwa kuyalinda maisha yao. Asante kwa kuyahifadhi maisha yao. Raba shande de bosia liprakatoria bayande mekoradia bayate labazesta parade mekoza nanaya manekatoria bahate lempananoza radia reminane gayato radi leprakazosta paradia rekalosta paradia merusta kapahata ranekazota la bahande mekola gabaradia zemika taradi jeparaga bayato mesaka parade lekotaradia menusa nahate mekona naya malekotaria bayate bezosta para leprakatora bahande leprakazera bahata. Mungu, katika jina la Yesu tunakutukuza na kuliinua jina lako na kuyataja matendo yako makubwa na kuyasema maneno yako makubwa. La rezosta paradia. Mungu, katika jina la Yesu tunasema ni wewe uliyetupatia neema hii ya kuweza kukuabudu wewe. Neema hii ya kuja mbele zako. Neema hii ya kuja patakatifu pa patakatifu pako. Ni neema kubwa mno Bwana kupata nafasi ya kuja kuzungumza na wewe alfajiri ya leo. Ni neema kubwa sana ya kupata nafasi ya kusemezana na wewe alfajiri ya leo. Rapasaka rikamanda rapakoria masaya rekosia payate leranoza rabahande rekuza dadaye la pradezosta paradia lebrakatoria manaya mekoza da bahate rapenenoza namaya. Mungu, katika jina la Yesu tunaiachilia mioyo yetu mbele zako. Tunaachilia nafsi zetu. Tunaachilia fikra na fahamu zetu alfajiri ya leo. Tunamimina mioyo
yetu mbele zako alfajiri ya leo. Tunamimina nafsi zetu mbele zako alfajiri ya leo. Tunaachilia na maisha yetu mbele zako alfajiri ya leo. Tunaachilia maisha yetu mbele zako, na kila tulicho nacho Bwana tunakiachilia mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakushukuru kwa masaa ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Tunakushukuru Bwana kwa neema ya siku ya leo, kwa kila ulichotubarikia kuwa nacho, kwa kila ulichotumilikisha, kwa kila ulichotubarikia. Bwana ni wewe na ni wewe peke yako. Bwana ni wewe na ni wewe peke yako. Ni wewe wa kutusaidia, ni wewe wa kutuvusha, ni wewe uliyetutetea, ni wewe uliyetuletea ushindi mkubwa namna hii, ni wewe uliyevusha maisha yetu kwa kipindi hichi, ni wewe ambaye umeyasaidia maisha yetu kwa kipimo hichi. Ni wewe Bwana umeyavusha maisha yetu, umeyapatia neema maisha yetu. Asante kwa baraka ya watu ambayo umewaleta katika siku ya leo. Watu ni baraka inayotoka kwako. Asante kwa baraka ya watu ambao umetuletea katika siku ya leo. Asante kwa baraka ya fedha, asante kwa baraka ya mali, asante kwa baraka ya muda, asante kwa baraka ya vitu vyovyote ambavyo umevileta katika maisha yetu. Baba, tunajua ya kwamba vitu hivi ni ishara ya pendo lako, ni ishara ya pendo lako. Chochote ambacho umekileta kwenye maisha yetu tunakipokea kwa shukrani. Chochote ambacho umeturuhusu kukimiliki siku ya leo tunakipokea kwa shukrani. Chochote ambacho umetupatia siku ya leo tunakipokea kwa mikono ya shukrani. Asante Bwana kwa kutupatia neema. Asante Baba kwa kutupatia kibali. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupatia neema. Neema hii imetokana na wewe wala si mwanadamu. Neema hii imetokana na wewe wala si mwanadamu. Hapana wa kujisifu katika kuingia siku nyingine. Hapana wa kujisifu katikati ya neema hii Bwana. Ni mkono wako rabashande rekosaya ripakoria masaka mantorobosia leprakabayate rededebosia mayane la negozadia remaneka toradi la bradezosta paradia. Mungu, asante kwa uaminifu wako. Mungu uliye hai, asante kwa neema yako. Asante kwa kibali. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa rehema. Asante kwa neema. Asante kwa kibali. Asante kwa nguvu. Shakarabaya reketolodobo ratadadada reba shakarabada yandededebo satarabako rikabayandada basete leprakabayate manekoza na maya maketoradia jeminanega paradia rakazosta paradia leprapaya regetoza manekale janimande rekuzaya rebidaya metora radea zemiga mekaroza namanda shadada bakoria basata repakaya radedebosia mande shemina nega pale mekuzadia bahate rabadezota labaha rabadezota labaha radabadezota labaha rekapayato. Mungu, tunakushukuru Bwana kwa baraka zote ambazo umeziachilia katika siku ya leo. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa neema yako. Asante kwa kutuhurumia. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutufadhili. Baba, siku ya leo ni rehema na fadhili zako. Siku ya leo ni rehema na fadhili zako. Baba, siku ya leo ni huruma zako. Siku ya leo ni tunda la rehema zako. Siku ya leo ni tunda la huruma zako. Ni tunda la msaada wako. Asante kwa neema yako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako. Sharadabakoria basaka rikamayande rekosaya rapako rikamanda rapaseke shakapaya rapakoria rikamanda rapasete lekoria rabayando zekapaya
manega zerista ramande lembra katoria basaya. Asante kwa kutuhurumia, asante kwa kuyahurumia maisha yetu, kwa kutupatia neema, kwa kutupatia kibali. Ni wewe na ni wewe peke yako uliyetusaidia, ni wewe na ni wewe peke yako uliyetupatia nafasi hii, ni wewe na ni wewe peke yako uliyetupatia baraka hii. Mungu, ni nani kama wewe? Mungu, ni wewe peke yako uliyetuleta na afya na uzima, maana maneno na adui zetu walikusudia mabaya, yaliyokusudiwa mabaya juu yetu ni mengi, lakini uaminifu wako ni mkubwa mno, neema yako ni kubwa mno, rehema zako ni kubwa mno, fadhili zako ni kubwa mno, ni nyingi mno, ni nyingi sana, hatuwezi kuzielezea, hatuwezi kuzielezea, hatuna namna ya kuzisimulia. Baba, ni wewe mwenyewe uliyetusaidia, ni wewe uliyetuvusha, ni wewe. Shakarabayande rekokoria basaya rapakoria bayata jekaparia bayande rekosada bahata. Ninaomba toba, ninaomba rehema katika neno lolote Bwana ambalo alikukupendeza wewe katika siku tuliyoiendea, yani siku ya jana. Ninaomba toba na ninaomba rehema mahali ambapo tulifanya chini ya kiwango. Ninaomba toba, ninaomba rehema mahali ambapo tukufanya kwa uaminifu. Ninaomba toba, ninaomba rehema mahali ambapo tulikuwa na visingizio vingi vya kutokukutumikia wewe, mahali ambapo utendaji wetu ulikuwa limited, ulikuwa ni utendaji wenye sababu nyingi. Mungu, tusamehe mahali popote ambapo mwenendo wetu na mifumo yetu haikuwa sawasawa na neno lako. Ninashuka mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba rehema kwa ajili ya watu hawa, ninaomba rehema kwa ajili ya watu wa malangoni pangu, ninaomba rehema kwa ajili yangu mwenyewe. Ninawainua mikononi mwako kwa toba mahali popote, namna yoyote ambayo ilionekana katikati ya maisha yetu haikupendezi wewe, tunaomba rehema. Na ikiwa Bwana katika namna hiyo ya kimwenendo kuna vitu ambavyo vilipata nafasi ya kuhama kutoka kwenye siku ya jana kuja kuitawala siku ya leo, hali yoyote ama iliyotokana na maneno tuliyoyanena ama iliyotokana na matendo tuliyoyafanya Bwana, ambayo ilimpa nafasi ibilisi, ilimpa nafasi shetani ya kuleta uharibifu kwenye mazingira yetu, katika jina la Yesu ninaomba toba, ninaomba rehema. Ninapoiendea siku ya leo, tunapoiendea siku ya leo, tunasimama na damu ya Pasaka wetu, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunafuta kila uharibifu, kila maneno na kila roho ambayo inajitwalia nafasi kwenye siku tunazoziendea, kwenye hatua tunayoiendea. Hiyo hali haitamiliki siku yetu, hiyo hali haitamiliki miaka yetu, haitamiliki nafasi zetu, haitamiliki hatua zetu, haitamiliki uelekeo wetu. Tunajitenga kwa damu ya Yesu, tunajitenga kwa damu ya Yesu, tunajitenga kwa damu ya Yesu, tunajitenga kwa damu ya Yesu. Mamlaka ya giza, mamlaka ya kuzimu haina nafasi juu ya maisha yetu, haina nafasi juu ya hatua zetu, haina nafasi juu ya uelekeo wetu, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna roho ambayo itatawala siku yetu kutokea kwenye historia ya kimatendo na mwenendo wa siku zilizopita, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Shetani, ewe roho chafu, enyi nguvu za kipepo, nguvu za majini, nguvu za kipepo, wakuu wa giza na kila roho chafu zilizoinuka, ninaziamuru kwa mamlaka niliyopewa ya jina la Yesu, toka, achia kwa damu ya Yesu. Achia hatua hizo, achia uelekeo huo, achia hatua hizo, achia mioyo ya watu hawa, achia siku yao, achia hii siku. Kuna maneno ambayo yametangulia, ama kuna vitu ambavyo kwa njia yale matendo na maneno yametangulia ili kuleta uharibifu. Ninazifutilia mbali kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaharibu halali wake, ninaharibu halali wake, ninaharibu halali wake, ninaharibu halali wake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za kuzimu, nguvu
nguvu za giza, nguvu za kipepo, nguvu za kichawi, toka, achia kwa damu ya Yesu Kristo. Una mamlaka katika siku tunayoiendea, una mamlaka katika eneo la afya, una mamlaka katika eneo la maisha yetu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za kuzimu, toka, achia kwa damu ya Yesu, toka, achia kwa damu ya Yesu, toka, achia kwa damu ya Yesu, toka, achia kwa damu ya Yesu. Utazuia maisha yetu, utazuia hatua zetu, utazuia utendaji wetu kutokana na historia ya siku iliyopita. Katika jina la Yesu tunaitamkia mema siku ya leo, tunaitamkia baraka, tunatamkia baraka katika jina la Yesu. Imebarikiwa katika jina la Yesu. Makao yake yamebarikiwa, mwendo wake umebarikiwa, masaa yake yamebarikiwa, watu waliomo ndani yake wamebarikiwa, vilivyomo ndani yake vimebarikiwa, vimelindwa na Bwana. Sharaba sakarabayane rekosia bayata ramena nozania rekatola bradia jepinane mekuzane rakabayate rekokoria jepira bahanda rakabayato roposaya rapakoria rikamanda sakapaya rekutale lebradi zebrade zegradola rapira bahanda zareba sakarabakoria rikapayate rekokoria zarabahanda rekazora bahata ramande bakoria masata rabasa. Ninatamka baraka za Bwana kwenye hatua zetu, kwenye mifumo ya kimawazo, kwenye mifumo ya kifikra, fikra zetu zikafunguliwe. Bwana, utusaidie tunapoiendea siku ya leo, tukaiendee siku kwa ushindi. Tunapoelekea hatua zetu, tukazielekee kwa ushindi. Neema ya Bwana ijifunue kwetu kwa upya. Nguvu za Roho Mtakatifu zijifunue kwetu kwa namna ambayo tutavuka kwa ushindi. Tutaleta matokeo ya kiungu kwenye hatua tunazoziendea, kwenye uelekeo tunaochukua. Nguvu za Bwana zikatufunike, nguvu za Roho Mtakatifu ziende pamoja na sisi, neema ya Roho Mtakatifu iende pamoja na sisi, uaminifu wa Bwana uende pamoja na sisi. Kaya rabashanderebo satarabakoria rikamanda rabasika rapakoria bayata mekaroza rabahande lepradia lamena roza rabahate rekuza nabaya shatarabade rekokosia bayata rekokosia nabahata rapena bahande belanoza radia jampena bahande. Ninaomba Bwana tupe neema ya kuiendea siku kwa ushindi, kwenye mifumo ya kifikra, kwenye mifumo ya kimawazo, kwenye mifumo ya kimaamuzi. Neema ya Bwana ikatufunike, neema ya Roho Mtakatifu ikatufunike, neema ya Roho Mtakatifu ikatufunike. Ninaomba nguvu za Mungu aliye hai zikawe juu yetu Bwana, nguvu za Roho Mtakatifu zikawe juu yetu kutufunika, nguvu za Roho Mtakatifu zikawe juu yetu kutufunika. Ninaomba Bwana ukatuhifadhi na nguvu zako. Ninaomba Bwana ukatuhifadhi na neema yako. Ninaomba Bwana ukatuhifadhi na kutufadhili kwa nguvu zako Bwana, kwa uweza wako Bwana. Funika hatua zetu, funika eneo letu la kiutendaji, funika mwenendo wetu, funika njia zetu, funika hatua zetu, zikakuletee wewe heshima, zikakuletee wewe sifa njema, zikakuletee wewe utukufu. Katika jina la Yesu tunajiachilia katika mikono ya neema yako, tunajiachilia katika mikono ya neema yako. Baba, uifundishe mikono yetu vita. Baba, ufundishe midomo yetu kunena, ufundishe hatua zetu kuenenda sawa sawa. Baba, ukaongoze hatua zetu. Neno lako ni taa ya miguu yetu, ni mwanga, ni nuru yetu Bwana. Ninaomba ukaiangazie siku yetu, tukakuletee
matokeo, tukakuletee matokeo wewe, tukakuletee matunda wewe, kutokea kwenye kila eneo la maisha, katika jina la Yesu. Utujalie Bwana kukujua wewe, tunapoendea siku kuyajua mambo ni jambo jema, lakini ni matamanio yetu kukujua wewe zaidi, kukufahamu wewe zaidi, na kwa namna hiyo ukatuvuvia nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa njia hiyo Bwana, tuvuvie nguvu za Roho wako Mtakatifu, tuvuvie nguvu za Roho wako Mtakatifu kwa upya. Tunapoiendea siku, tunaziomba nguvu za Roho Mtakatifu zitufunike, ufahamu wa kiungu tufunike, neema ya ufahamu ikatukalie, neema ya ufahamu ikatuatamie, tuatamie kwa ufahamu mwingi, tuatamie kwa ufahamu mwingi, tukakujue wewe, tukakuelewe wewe, tukakutumikie wewe, tukakupende wewe. Shakarabayande rekokoria basaya rapakoria bayanda zepaya gaba repaya gaba repaya gaba shararabarirebo satarabakoria rikadarabasa leprakaterabazare jemikarozadahata jemikarozadabahata la precatoria basa la precatoria basaya jeparagabahande yekatarabasa. Ninaomba neema ya Roho Mtakatifu itufunike kwa upya. Ninaomba neema ya Roho Mtakatifu itufunike kwa upya. Ninaomba neema ya Roho Mtakatifu utufunike kwa upya. Ninaomba neema ya Roho Mtakatifu itufunike kwa upya, ili kuyatimiza mapenzi yako na yale uliyoyakusudia Bwana katika hatua tulizo nazo. Ufahamu wetu kafunguliwe, tukakuone zaidi ya vile tulivyokuona. Macho yetu yakafunguliwe, masikio yetu yakafunguliwe, uwezo wetu wa kuelewa ukaongezeke, tukakujue, tukakupende, tukakutumikie, tukakupende, tukakutumikie, tukupende, tukupendeze wewe, tukupende na tukupendeze wewe. Baba, tusaidie. Ni kwa msaada wako tunayaweza mambo hayo, ni kwa msaada wako tunayaweza mambo hayo. Baba, katika jina la Yesu tunaomba Bwana rehema katika neno lolote ambalo mioyo yetu imelibeba kwa muda mrefu. Tumebeba mambo mengi ndani yetu. Kuna mahali Bwana hatujawa na utayari wa kuachilia, hatujawa na utayari wa kuachilia. Mioyo yetu imebeba mambo kwa namna ambayo hatuna utayari kabisa wa kuyaachilia mambo. Mungu tusamehe. Inawezekana ni makosa ambayo kabisa watu hawa wametendewa, tumetendewa katika namna mbalimbali kwenye siku za tulizopita Bwana, tulizokutana nazo. Yamkini kuna watu ambao tuliwapatia nafasi kwenye maisha yetu, na kwa njia hiyo pasipo Bwana kutazamia, tulitendewa baadhi ya mambo ambayo yaliondoa imani yetu kwao, yalizalisha uchungu ndani yetu. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Tusamehe. Hatuna namna ya kuendelea mbele, hatuna namna ya kupiga hatua, hatuna namna ya kuendelea mbele. Kuna mahali tumekwama, tunakiri kabisa. Kuna mahali tumekwama kwa kutokusamehe na kutokuachilia. Kuna mahali tumekwama kwa kutokusamehe na kutokuachilia. Kuna mahali mioyo yetu imebeba mizigo ambayo Bwana hatukudhani kwamba tunaweza kuiachilia. Mungu tusamehe. Mungu wetu uliye hai, turehemu, tusamehe, turehemu, tusamehe. Tunaomba toba, tunaomba rehema siku ya leo, saa hii Bwana, tunashuka mbele zako, tunaomba rehema. Kuna yale maneno magumu tuliyanena baada ya kukosewa. Kuna maneno tuliyanena yakafunga na nafsi zetu pasipo kujua ama kwa kujua, tuliyanena kwa ujasiri mwingi. Tusamehe. Kuna watu ambao Bwana walikuja kwenye maisha yetu, wengine hawakutaka kutafuta
kupata suluhu, lakini Bwana wengine walitaka hivyo, lakini mioyo yetu haijawa tayari hata sasa Bwana kusamehe na kuachilia. Mungu turehemu, Mungu tusamehe kwa yale maneno tuliyoyanena. Mungu turehemu, Mungu tusamehe kwa kule kutokusamehe kwetu. Mungu uliye hai tusamehe. Tunashuka chini mbele zako na tunaomba rehema. Tunashuka chini mbele zako na tunaomba rehema. Tunashuka chini mbele zako na tunaziomba rehema. Hakuna namna tunaweza tukaendelea mbele, hakuna namna tunaweza tukapiga hatua, hakuna namna tunaweza tukaendelea mbele. Ni msaada wako ukitusaidia ndio tunaweza kuinuka kwenye hili eneo. Tunakiri kabisa tunahitaji msaada wako kwenye hili eneo. Tunakiri kabisa Bwana, haijalishi hili somo lilitokea wapi, lilitokea kwenye familia ama lilitokea kwenye jamii iliyotuzunguka, kwa namna ambayo tukafika mahali pa kutokuamini katika kusamehe. Mungu turehemu tena, Mungu turehemu tena, Mungu turehemu tena ninaomba. Mungu turehemu tena ninaomba. Baba turehemu tena ninaomba. Msaada wako uwe juu yetu, msaada wako uwe juu yetu, msaada wako uwe juu yetu, msaada wako uwe juu yetu. Tuelekezee msaada, tuelekezee msaada, tuelekezee msaada. Rapasekerekosaya rikamanda rapakoria basata shakarabayande rekosaya rapakoria rekabayata lekokoria basaka radedebo shandarabasa rikamayande dedebosa la prakaradosa yekorodoria la pradezotarabahande mekozaramanda mekozaramanda mekozaramanda. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Zijifunue juu yetu Bwana. Rehema zako ziwe mpya kwetu, rehema zako ziwe mpya kwenye maisha yetu. Rehema zako Bwana zilizo nyingi, ninaomba zijifunue. Achilia rehema Bwana kwenye kila eneo ambalo aliko sawasawa na mapenzi yako, alipo sawasawa na neno lako, alipo sawasawa na makusudi yako. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema. Samehe rehemu Bwana uovu wa matendo yetu. Samehe rehemu Bwana fikra zetu na mawazo yetu. Samehe rehemu Bwana namna yetu ya kufikiri na kuenenda. Samehe rehemu Bwana namna yetu ya kuendelea mbele. Mungu tunatubu, tunaomba rehema. Mungu uliye hai, tunatubu na tunaomba rehema. Tunaomba utusaidie, tunaomba utusaidie kwenye maeneo hayo. Tunakiri kabisa kuna mahali ambapo hatujafanya sawa sawa, kuna mahali ambapo hatujaenenda sawa sawa. Tunapokuja kwako Bwana, tunaomba msaada wa kuyaachilia haya mambo. Mahali pengine kuna mtu anatamani kuachilia lakini haoni msaada, haoni namna ya kuachilia. Anasema leo ninaachilia, anasema leo ninasamehe, lakini baada ya muda anagundua bado amebeba ndani ya moyo wake. Mungu ninaomba msaada kwa ajili ya mtu huyo ambaye moyo wake unatamani kuachilia lakini hawezi. Ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu ukajifunue ndani ya moyo wa mtu huyo. Msaada wa Roho Mtakatifu ukajifunue ndani ya moyo wa mtu huyo kwa namna ambayo Bwana atainuka tena, atasimama tena, ataendelea tena, atainuka tena. Ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako. Ujifunue kwa upya Bwana, ujifunue kwa upya. Karabashandarabasaka rikamanda rapakoria roposaya ramashanda rabasia rekosaya rikabayata rapakoria ropokoria rabababa zekaparaba yakataraba yekekerebe leprakatoria basa sharabasa karabayande rekosata radesa kapaya manekoria masate rekoyata rikamanda rabasika shakapaya rekosaya. Ninaomba neema, ninaiomba neema ya Roho Mtakatifu, ninaiomba neema ya Roho Mtakatifu, ninaiomba neema ya Roho Mtakatifu, neema ya Roho Mtakatifu kwa upya, neema ya Roho Mtakatifu kwa upya, neema ya Roho Mtakatifu kwa upya, neema ya Roho Mtakatifu kwa upya.
ijifunue katikati yetu Bwana, ijifunue katikati yetu Bwana, na msaada wa Roho Mtakatifu ujifunue juu ya mtu huyo Bwana. Kuna mwingine ambaye ndani ya moyo wake uchungu umezaliwa kwa sababu ya kutokusamehe, uchungu umezaliwa, hali ya huzuni imezaliwa ndani ya moyo wake. Mwingine anadai malipizi, mwingine anadai malipizi. Ninaomba msaada wako uwe halisi juu ya moyo wa mtu huyo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwingine ndani ya moyo wake lawama na laumu hazijakauka. Bwana, msaidie mtu huyo Bwana, ambaye moyo wake umejaa na lawama kwa sababu ya kile anachokiona. Bwana, amezaa matunda ambayo Bwana yamegeuka kuwa hukumu yake. Kila anapoyatazama ama anapotakiwa kuyaongelea, anajisikia kuhukumiwa, anajisikia kuhukumiwa, anajisikia kuhukumiwa ndani yake. Ninaomba rehema, ninaomba masamaha, ninaomba rehema na masamaha. Achilia msaada wako Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu msaada wako, uwe msaada kwa upya Bwana, msaada wako kwa upya Bwana, msaada wako kwa upya Bwana, msaada wako kwa namna ambayo atainuka kwa ujasiri, msaada wako kwa namna ambayo atainuka kwa ujasiri, msaada wako kwa namna ambayo atainuka kwa ujasiri. Karabashanda rabasaka rikamanda rabasika ropokoria masaya rapakoria mashanda kaya rabasete rekokorobosata rababosata rabasaka rapapusaka rabasaka shakarababusa shakararabusa shakadararabusa ribashanda rabasaya. Ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu zikausaidie moyo wa mtu huyo kuanzia sasa. Nguvu za Roho Mtakatifu zikausaidie moyo wa mtu huyo ambaye amefika mahali anaona kukataliwa, anaona kuwakataliwa, anaiona aibu ndani ya moyo wake, anaiona huzuni ndani ya moyo wake. Ninaomba Bwana, semezana na moyo wa mtu huyo, sema na moyo wa mtu huyo siku ya leo, ukamkumbushe moyoni mwake ya kwamba bado uko pamoja na yeye, ya kwamba bado upo pamoja na yeye, ya kwamba bado upo pamoja na yeye, na umekusudia kumsaidia, na umekusudia kumsaidia, na umekusudia kumsaidia. Usaidie moyo wake Bwana, usaidie moyo wake Bwana. Ninaomba usaidie moyo wake Bwana, ninaomba usaidie moyo wake Bwana. Saidia moyo wa mtu huyu, saidia moyo wa mtu huyu Bwana, saidia moyo wa mtu huyu Bwana, saidia moyo wa mtu huyu Bwana. Ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako, msaada wako kwa upya, msaada wako kwa upya, msaada wako kwa upya juu ya moyo wa mtu huyu Bwana, msaada wako kwa upya juu ya maisha ya mtu huyo Bwana, msaada wako kwa upya juu ya hatua za mtu huyo Bwana, msaada wako kwa upya juu ya moyo wa mtu huyo Bwana. Usaidie moyo wake akakupende wewe, usaidie moyo wake akakutumikie wewe, usaidie moyo wake akakupende wewe, usaidie moyo wake akakuelekee wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba msaada wako ukamwelekee, ninaomba msaada wako ukamwelekee, ninaomba msaada wako ukamwelekee. Msaidie mtu huyu Bwana, msaidie moyo wa mtu huyu Bwana, usaidie moyo wa mtu huyu Bwana, usaidie moyo wa mtu huyu Bwana. Umkumbushe ya kwamba bado unampenda, umkumbushe ya kwamba umempa neema tena na nafasi ya kuendelea na kuanza upya. Ukumbushe moyo wake. Mwingine anajihukumu, na kwa sababu ya kujihukumu kwake hawezi kusamehe, kwa sababu ya kile ambacho anakisikia. Hukumu anayosikia ndani ya moyo wake inamfanya asiwe tayari kusamehe. Hatamani kukutana na mtu wa namna hiyo, anatamani maumivu yampate, anatamani mauti impate, anatamani kisasi juu ya mtu huyo kwa sababu ya hukumu anayosikia ndani ya moyo wake. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya moyo wa mtu huyo ambao ndani
yake umekata tamaa, ndani yake umebeba hukumu kwa yale mambo aliyotendewa kwa siri na yale mambo aliyotendewa waziwazi, ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu ujifunue kwake. Kuna mwingine ameaibishwa, amebeba aibu ya muda mrefu, ninaomba umsaidie, ninaomba umsaidie, maana ndani yake anajisikia hasira na uchungu, anatamani malipizi, anatamani malipizi kwa kisasi, anatamani malipizi Bwana kwa kipimo cha mauti, anatamani malipizi kwa kipimo cha magonjwa, anatamani malipizi kwa vipimo mbalimbali. Ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu juu ya moyo wa mtu huyo, kusamehe na kuachilia, kusamehe na kuachilia. Ninaomba Bwana uponye moyo wa mtu huyo, ameaminishwa vitu visivyo sawa sawa, amefika mahali furaha yake ni katika maumivu Bwana ya mtu mwingine kwa sababu ya ule uchungu wa moyo wake. Ninaomba uponye moyo wake, hiyo roho ya uchungu na kisasi kilicholala ndani ya moyo wake, hiyo roho iliyozaliwa ndani ya moyo wake kuleta uharibifu na mabaya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakataa, ninapinga hiyo namna ya uharibifu iliyoinuka katika ulimwengu wa roho. Ninapingana nayo kwa damu ya Yesu Kristo, ninapingana nayo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu juu ya moyo wa mtu huyo, hiyo roho ikatoke na kumwachilia sasa kwa damu ya Yesu, sasa kwa damu ya Yesu. Nguvu za kuzimu, nguvu za giza, nguvu za kipepo, nguvu za kichawi, nguvu za kipepo, roho za majini, roho chafu za kila aina zilizotawala nafsi yake, kwa njia hiyo zikamwachie kwa jina la Yesu, zikamwachie kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana, pendo la Kristo na likaumbike ndani ya moyo wake, pendo la Kristo na likaumbike ndani ya moyo wake, pendo la Kristo na likaumbike kwa moyo, ndani ya moyo wake, kwa upya tena, kwa upya tena, kwa upya tena. Pendo la Kristo na limiminike ndani yake, likawe uponyaji wa moyo wake, likawe uponyaji na msaada wa moyo wake. Kaya rabashanda rabasaka, rabashanda rabaseka, rikamanda rapakoria rabasaya. Kuna yale ambayo ameyanena ndani ya moyo wake ya kwamba hayawezekani, hayafai, hayastahili kuendelea. Kuna mahali amejihukumu kwa kiwango ambacho anaona hastahili kabisa, hastahili kabisa kuwa na shirika na baadhi ya watu, kuendelea mbele na baadhi ya watu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba usiwache moyo wa mtu huyo, ninaomba usiwache kabisa moyo wa mtu huyo, ninaomba usiwache kabisa moyo wa mtu huyo. Mfungulie msaada, mfunulie msaada, mfunulie msaada. Karabashanda rabasaka, ropo koria masanda, karabo koria maseka, rikamanda rapaseka, rapakoria rabashanda rabaseke, lekoria rabakoya, zemina nera ranega sopradia, ratela bahande, legosia barade, rapalega radusa, remida dosa rahata, la pradia bayato, pena bayandi basaya. Ninaomba katika jina la Yesu, amani hasira na uchungu ambao ameurithi Bwana kutoka kwa mama au baba yake, hiyo roho ya kutokusamehe, hiyo namna ya kutokusamehe, inawezekana mwingine ameirithi na amejifunza kutoka kwa wale waliomtangulia. Ninaomba katika jina la Yesu, ewe roho chafu, toka katika jina la Yesu. Achia maisha ya moyo wa mtu huyo, achia hatua zake, achia moyo wake, achia njia zake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kaya bashanda rabasa, rikabaya rabaseke, rekokorobosata. Na yale maneno ambayo Bwana yalitoka kwenye vinywa vyetu, yalitoka kwenye midomo yao, yalitoka kwenye midomo yao, maneno ya kufunga nafsi, na shetani anayafuatilia kuyahukumu maisha yao. Ninaomba katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, maneno hayo ninayafuta katika jina la Yesu. Ninafuta maneno hayo, maneno hayo ambayo yamegeuka kuwa hukumu yao, maneno hayo ambayo yamegeuka kuwa adhabu kwenye
maisha yao, maneno hayo ambayo yamegeuka kuwa mauti yao, maneno hayo ambayo yamegeuka kuwa mateso yao kwa sababu ya kutokusamehe. Kuna maneno waliyoyanena ndani ya mioyo yao, waliyanena yakaleta madhara pasipo wao kujua. Wengine wakajua ni mapepo, wengine wakajua ni wachawi na waandama. Baba, ninaomba wasaidie, watumie msaada wako, waelekeze msaada wako, waelekeze msaada wako e Bwana, waelekeze msaada wako e Bwana. Shaka raba yande reko saka yate rabo shada raba sekerebo sata raba yande kaya rabo sata rikamanda rafakoria sakapaya rekinaya lebradia mezeda bahanda shadedebo siagabayata rapalane zekira bahata. Ninaomba katika jina la Yesu, kila roho inayoandama hayo maneno ninayafuta hayo maneno, na roho zinazoziandama ninazifunga kwa mamlaka niliyopewa ya jina la Yesu. Kila roho chafu, mapepo, roho za majini zinazoleta mateso kwenye maisha ya huyo binti, maisha ya huyo kijana, toka, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho nyingine zimepata nafasi kwenye ardhi, zimepata nafasi kwenye moyo wake, zimebana uzao wake katika jina la Yesu, zilizobana afya yake, uzao wake, karabashanda ninaziamuru toka, achia. Wewe ambaye umeingia kwa namna ya urithi, hautaendelea kwenye vizazi vijavyo. Ukomo wako ni sasa, ukomo wako ni sasa, ukomo wako ni sasa. Haijalishi umeingia kwa agano gani, ninasimama na damu ya Yesu. Hauna mamlaka ya kuyatesa maisha yao, hauna mamlaka ya kuyaonea maisha yao. Toka, achia, toka, achia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakufunga, ninakuamuru, achia uhai wao, achia maisha yao, achia hatua zao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami ninatamka baraka za Bwana, ninatamka baraka za Bwana, baraka zinazotokana na mauti ya Kristo, baraka zinazotokana na kufa kwake, baraka ambazo ni zao la kufufuka kwake, baraka ambazo ni zao la kufufuka kwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu uliye hai, sifa na heshima ni zako. Mungu uliye hai, sifa na utukufu ni vyako. Mungu uliye hai, sifa na utukufu ni vyako. Ni wewe peke yako umefanya mambo haya, ni wewe peke yako umetuletea mema haya, ni wewe peke yako umetuletea mema haya. Ninakushukuru kwa ajili ya baraka hizi na muda huu wa uwekezaji kwa njia ya maombi. Asante kwa ajili ya maisha ya watu hawa ambao wametenga muda wao katika kutafuta uso wewe. Asante kwa maisha yao, asante kwa hatua zao, asante kwa neema yako juu ya maisha yao, asante kwa rehema zako juu ya maisha yao. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa kuokoa, 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 wewe ni Mungu wa kuokoa. Heshima zina wewe, utukufu wote una wewe. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako ambayo umeifunua juu ya maisha yetu siku ya leo. Uhimidiwe, utukuzwe milele, uhimidiwe, utukuzwe milele katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua na kubariki peke yako katika jina la Yesu Kristo. Heshima na utukufu ni vyako kwa matendo yako makubwa ambayo hayataacha kutokea katika maisha yetu, yataendelea na kudumu. Asante kwa shuhuda ambazo zimezaliwa mahali hapa na shuhuda ambazo zitazaliwa zaidi kutokea kwenye maombi haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba. Amen. Amen.